how to deal with discouragement and what can God remember about you. Amen? What God can do what? About you. Even when God wants to deal with people, want to destroy business, want to destroy people, what can God remember about you? Please, Genesis chapter number 6. Let's all of us read verses number 1 as I read in verse number 2. 1, 2, 3, go. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and their daughters were born unto them. And the sons of God saw the daughters of men, and they were fair, and they took them wives, of which they chose. Number 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh, yet his days shall be 120 years. Somebody said amen. Please take your seats kindly. We are talking and we are dealing with discouragement. Sema discouragement. Jamani, sema kwa sauti. Sema tu kwa sauti. And I know if I start one by one, if I ask today, randomly, if I ask Jackson today, Jackson, have you been discouraged either by your boss, by your juniors, by your friends, by circumstances, by environment? The answer is obvious, yes. Amen? The answer is what? Shiranka, please. Shiranka. Shiranka, please. Nicole bas kama Shiranka ingi. I beg, because I'm a father and so I'm a disciplinarian. Bwana Yesu asiwe sana. Every time tunapokaa in life tunayoishi duniani, I mean, discouragement is almost in daily basis. Iwe ni mama uko kwa nyumba na umepika chakula kwa bidii. Baada ya kupika umemaliza, watu wanakaa mezani, ulisahau tu chumvi kuweka kwa mboga. Ugali umepika vizuri, haikuungua. Mboga umeweka mpaka umebalance kila kitu. Umekosa tu kitunguu, yani chumvi. Baada ya kukosa chumvi kidogo, wale walaji wanakula, wakifika hapa wanasema ni chakula gani hii? Ama unapika paka unatoka sweat. Kama ni chapati umepika 3 hours, walaji wanakuja wanasema si ungepika kitu kingine. You feel so discouraged. Paka unasikia hizo chapati ushike weke kwa dustbin, upe umbwa wakule na usiongee na wao. Am I right? Hey, hiyo ni sawa? Yani unafika level paka moyo wako unaumia. You don't know what to do. Yani expectation, why? Discouragement inakuja as a result ya kwamba what you are expecting sometimes comes lower than what you receive. Amen? Yani unafika level mpaka moyo unakuwa, and that is how it is. Na ndio unakuta discouragement imeinuliwa to a level that hata wakati unataka kufanya kitu, wewe ni mama kanisani, wewe ni mzee kanisani, wewe ni mtu ambaye umekuja katika huduma unataka kufanya kazi ya Mungu tu vizuri, lakini kuna watu ambaye unakuta they are permanently positioned. Kazi yao ni kuchekeri. They don't want to go in. Kuna watu hawataki kufanya bidii, hawataki kushughulika, hata kuna wengine hawataki hata kuondoka kanisa. Unanielewa? Yani wako kwa kanisa hata pasa. Kuna mfano mmoja I think Pastor John gave to mom. Kuna mama mmoja anaenda kanisa Nyanyuki. Anaenda kanisa ibada ya kwanza. Anapoenda kanisa ibada ya kwanza, anakaa pale nje, anaenda anamaliza, anafungua duka kama hiyo Deno sasa. Afungue duka, anaendelea. Watu wakiendelea kuingia, anawasalimia, karibu. Bwana asifiwe. Mnaenda kwa hiyo kanisa? Hata asubuhi sikusikia huyo mtu alihubiri nini. Enda tu. Anakupigia story kama 30 minutes. Pastor anasimama kwa kanisa, anamtangaza, anamuexpel, anasema usijaribu kuja kwa hii kanisa tena. Alafu Jumapili saa 12 asubuhi, kabla pastor hajaanza ibada, yeye ndiye amekaa hapo amengetia, anangoja, so utadu.
Huyo ni pastor. Mtu aliyekukwaza ameenda akachochea paka washirika, because hakuna kitu kinakwaza mtu anaitwa mhubiri kama watu unang'ang'ana waingie kanisa na kuna mwingine anang'ang'ana waondoke. Unanielewa? Lakini anakuja anawaambia mnafanya nini kwa hiyo kanisa, na wewe pastor unafanya bidii, unasema jameni kanisa yetu ni mzuri, yani unaitangaza mpaka you become an advertiser. So you feel that you are discouraged. So the person who discourages you, unakuta kwamba yuko hapa. Let me tell you, even to an extent, hata Mungu mwenyewe aliye juu mbinguni at a certain level, because God hajawahi danganya, lakini naturally kuna kipindi Mungu ana discourage. Ama Mungu anatuma Yona, anamwambia nimekutuma Ninawi, enda ukawaonye wale watu watubu, na ninajua ninakutuma huko, lakini hawatakusikia. Atafanya nini? Sema hawatafanya nini? Yona anakwenda anawaonya, anawaambia ya kwamba ghadhabu ya Mungu inakuja, na nyinyi ninajua ni kisasi, mtapotea na mtakufa na mtaisha, kwenda kabisa. Jamaa akaondoka. Alipoondoka Mungu akapita reverse. Wakati mfalme aliposikia hiyo onyo, akaitisha fasting. Wote mpaka watoto wadogo kama hawa, hata wale walikuwa wananyonya, hata ng'ombe zikafungwa midomo sisikule chochote. Wakaambiwa unataka mtubu. Walipotubu Mungu akawasikia. Unanielewa? Yona akikaa mahali amerelax anatulia, akasikia ati Mungu amerudia Ninawi, amewasamehe. Alimwangalia hivi akamwambia nilijua unapendaga kutumia watu sana, unanituma mahali na ulikuwa unajua utawasamehe. Hebu imagine pastor mwenyewe amekuombea upone, ukipona anasema Mungu nilikuwa nafikiri unaua huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yona alikashirika, hakukashirikia mtu, alikashirikia nani? Bwana Yesu asifiwe. Alikashirikia nani? Alikuwa discouraged kwa sababu yeye ndio Mungu alimwambia enda nimekutuma, lakini hawatafanya nini? Hawatafanya nini? Hawatakusikia. Hebu nikwambie, na Mungu ana ability wa kusikia. Akarudi akawasamehe. Yona anapokaa chini anaponda, jua ikampiga. Nafikiri pia alikuwa anaongeza kiangazi, anaongeza hasira. Akakaa chini, akarelax, akajiuliza, kwa nini unasamehe watu na nilikuwa nataka uwamalize? Mungu akasema wewe una rehema kama mimi. Akammea mti ambao kamweka kwa shade kidogo. Hakujua the mysterious way hiyo mti umea. Jamaa, Biblia inasema Yona akasikia smart. Hiyo kashade vile kalikuwa, akasema wacha ni relax, nilitoe hasira ya huyo mtu, ananituma kwa watu anaenda kuwasamehe. Akikaa anatafakari, Mungu akatuma mdudu inaitwa worm. Ikakausha ile mti, ikakausha akakauka kabisa. Yona akapiwa na jua. Tena akarudi akauliza, ni nini inaendelea? Simuniue basi kama unataka. Mungu akamuuliza, ulikuwa na uwezo wa kumea hiyo mti na kuiua? Mbona tena unalalamika saa hii? Jamaa akajirudia akasema, mimi nimeachana story yako, siwezi kuulizana na wewe mambo mengi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alipomuumba mwanadamu, Genesis chapter number 1 verse 31, Biblia inasema Mungu akaangalia dunia, alipoiangalia akafurahi, akasema it is beautiful and it was good. Amen. It was what? It was good. Alipomuumba mwanamke na mwanamume akawabariki, Biblia inasema nenda mkaongezeke, na akasema ni nzuri na ikakuwa vyema. That's what the Bible says. Chapter number 3, mwanadamu expectation ya Mungu ameimaliza, akabackslide. Hata kabla akamaliza kubackslide, Kain wakazaa mtoto wa kwanza, Kain na Abel. Walipozaliwa, Biblia inasema ya kwamba na yeye Kain akaanza kuua. Yani God was so discouraged by man. Ndiye akafika chapter number 6. The Bible says, and God said, I am extremely discouraged. Am I what? If God can be discouraged by man, what about man against man? Sometimes how do you handle that discouragement? Because sometimes discouragement inakuja mpaka unashindwa kitu ya kufanya, and that's why kila wakati lazima uelewe ya kwamba as long as you are still under the sun. Job akasema mtu yote aliyezaliwa na mwanamke, sema aliyezaliwa na mwanamke,
Biblia inasema kwamba siku zake ni chache. Ni nini? His days are few and full of what? Hey, thank you. Full of what? So who are you to say you have no full of trouble? Jonah, yani Job mwenyewe ndiye aliangalia akasema, what can I say? Alikuwa anatoa sadaka, alikuwa anamwabudu Mungu. Biblia inasema kwamba mpaka Mungu akatoa testimony about him. Ai. Bwana asiwe sana. Mungu akatoa testimony about you. I say about? Akamtoa testimony, akauliza shetani. Tena hakuuliza jirani, aliuliza nani? Hebu mwambie Kabiru, Mungu aulize shetani juu yako. Wacha kuuliza rafiki, Mungu akiniuliza leo juu ya Steve. Na nisikie yeye ndiye akona opportunity mingi kibinadamu, tuweke hii mwili, wacha tu pretense. Saa hii Mungu akuja aniambie niko na vitu kadhaa nataka kutenda. Na naona brother yako ako hapo karibu hizi, nataka Volvo, nataka kununua Range Rover, nipe watu wa kusupply. Na unaonaje hivi kibinadamu? Tuseme kiroho, tuache kiroho kwanza, tuseme kikwe. Tuseme nini? Kiukweli aniulize, alafu nitoe testimony. Mungu akatoa testimony akasema, thou seest my servant, umemwona mtumishi wangu Ayubu. Shetani akasema, I say huyo jamaa nimemuona. One, huyo mtu anakupenda na huyo mtu anakuabudu, lakini anakuabudu kwa sababu umembariki. Ufanya nini? I say umefanya nini? Umembariki. Biblia inasema Ayubu hakujua. One thing that surprises me always, ya kwamba wakati the sons of God walikuwa wanaingia mbele za Mungu, and also the devil was behind them. Shetani, wasikia Jerusha, mmepiga foreni, mmesimama hapa hivi na mnaendelea kuimba. Even when we are in the midst of this service, I am sorry to say, and I will say with a lot of authority, hata katikati yetu kuna masaitani tu. Unanielewa? Because tunaweza kuwa tunamaliza ibada hii na kuna mwingine hata baada tumemaliza na tumehubiri vizuri, mpaka tumeongea, mpaka tumesema kama kanisa, kama familia, kuna mmoja anarudija anaongea, because the Bible says the devil was behind the sons of God. Behind what? And somewhere as they were giving reports kwamba tumetoka kanisa, tumefanya, tumebarikiwa, tumefanya, shetani naye alikuwa nini? Na yeye akatoa report yake, akasema huyu jamaa hata hajakuja church, ni mkora, na unajua anakuabudu kwa sababu ile vitu umempatia ni nyingi sana. He cannot afford not to worship you because you have blessed him so much. Mungu akamwambia shetani, please, I give you permission. I give you what? I say, I give you what? Let me ask you for sure, before Job saw the next picture. Maana Ayubu kabla hajaona picha ya mbele, ukweli ni kwamba kama mwanadamu, how can God give the devil permission over you? Will you be discouraged or be encouraged? Watu hapa wanasema, Bwana mimi niko tayari nijaribu, niletee majaribu nitapita. Hiyo ni story. Hiyo ni nini? I say nini? Unasema napenda, ndio kuna baraka iko mbele. Wana wa Israeli, Biblia inasema wanatoka Egypt wanakwenda Kanaani. Biblia inasema ya kwamba wakati walipoambiwa saa 9 usiku, wakaambiwa kwamba sasa masaa imefika, ni wakati wa kuondoka na kwenda katika nchi ya ahadi. Biblia inasema ya kwamba Miriam akachukua tamlini, akaanza nyimbo, akaambia watu shangwe na vigeregere, tumuimbie Bwana sifa na shukrani. Biblia inasema ya kwamba wakainua, wakaanza kuimba. Walipoimba wakasema, tuondoke tunaenda kwetu. Lakini walipoondoka wakaanza safari. Before the journey began, next it was a Red Sea. It was what? It was what, please? Nauliza, what was before them? Ni nini ilikuwa mbele yao? Please shout loudly. Sema the Red Sea. God did not prepare them that after this one there is what? The guys were discouraged. Wakaangalia, wakarudi wakamwangalia kiongozi wao, who is their pastor. But sometimes as a pastor, I stand every day, I say it shall be well, the Lord will bless you, the Lord will lift you. Wakati nimemaliza hiyo statement, unaingia ndio unafuatwa na madeni, ndio unafuatwa na maadui, ndio unafuatwa na watu. Where do you rent your hunger to? Asili unaipeleka kwa nani? Sema ukweli, umeokoka. Asili unapeleka kwa nani?
Naambia pastor, unaona mnashinda kutuambia tutabarikiwa, tutainuliwa. Hata nilipotoka kwa kanisa ndio bwana yangu alisimama akanipiga akaniambia kwamba hauko tena, na wakati nilikuja kukuambia nimepata mchumba ndiye aliniandikia SMS nikitoka kwa mlango akaniambia sikutaki tena. Mpaka nashinda, wewe pastor ni mchawi ama ni mtu wa Mungu? Nani ameshakuwa kwa hiyo position? Usijifanye, sema ukweli. Inua mkono kama umeikuwa hivyo. Inua mkono hivyo, sema ukweli. Yani unakuja unaambiwa, Musa akawaambia hiku wakati imefika, we are moving from captivity. We are moving from where? Please shout loudly. Sema tu, we are moving from where? Yani tumeomba maombi, tumeinua Mungu, tunamwambia Jehova tunaondoka. Sometimes you can be discouraged by events, but one thing that I'm so sure, there's nothing that is permanent under the face of the earth. Nasema hakuna kitu kilicho permanent chini ya jua. Maandiko nasema walipofika bahari ya Shamu, hiyo sio peke yake haikutosha. Haikufanya nini? Haikufanya nini? Kuna watu wametoa ushuhuda, anasema nilipotoa sadaka zangu, nilipotoa fungu langu. Siku moja ni mama Susan alisema hiyo shuhuda mami. Akasema hapa kwa kanisa, akasema hata anashindwa wakati ule alipotoa sadaka, akatoa fungu la 10, alipotoa ndio pesa yake ikapotea. Hata kuliko vile ilikuwa kabla, mapema haikuwa inapotea. Mpaka akashindwa ni nini inaendelea. Hata wewe pastor unashindwa ni nini inaendelea. Unaombea mtu mpaka unashindwa nini inaendelea. Kumbe when God is preparing you, he must make sure that you go through every stage. Nasema lazima upitie kila stage. Wale wanapenda vitu vya legelege, shauri yako. Lakini wale wanaojua ya kwamba wakati wa kumaliza hiyo stage, wana lazima Mungu amekuandalia. You cannot be discouraged by people. You cannot be discouraged by event or by environment. Maandiko nasema Genesis chapter number 12, verse number 12. Biblia inasema kwamba wakati wa ukame Isaac akapanda. Akafanya nini? I say akafanya nini? Akapanda. There's a brother who is not here. Wakati tulikuwa juice hapa Bishop 6 alitutembelea. Wengine unajua niliwatangazia mkaona kama ni drama, you never came for the service, you never came. But I thank God for those who came. We had a very wonderful service. Huyo ndugu alitoa ushuhuda hapa kabisa, and the brother, yani he was completely done. Tukasema kwamba let's support the man of God. He's atarala, hatatuhubiria. He came on Monday, akatuhubiria. He left on Tuesday. Sasa alikuwa amekaa pale. Tuliposema kila mtu akakuja, he had only 200 shillings. Alikuwa ametoka kazini hapa na hakuwa amelala, alikuwa anaenda nyumbani. Akasema alipokuwa anaenda nyumbani akawa na 200 shillings peke yake, ndiye akatua. Akakuja akasema wacha nitoe hapa basi vile pastor amesema. Alisema vile pastor amesema. After he left this place, akienda, alipokuwa anaenda akasema yeye alikuwa na mawazo mengi. Sasa akawa anajua anaishi White House kiti. Akasema atakatia milimani, akatia na mguu aende. Amepeana 200 shillings. Alipotoka hapa akienda, akafika hapo, alipofika akajiuliza Mungu ni nini next? Na ni kwa nini nilienda kwa ibada? Lakini akajirudia akasema, Mungu mambo yote wewe ndio unayajua, wewe ndio unanielewa vizuri, mimi sijijui lakini najua. Akasema paka kwa mfuko, maana kuna mtoto mdogo kama huyu zaidi ya huyu. Yani kwa kiondo yao hakuna hata sukari kidogo anaweza pikia mtoto wake hata uji. Alipofika town karibu na stage, msichana mmoja ambaye walikuwa wanafanya kazi naye alikuwa na 1000 yake. Dereva mmoja ambaye alikuwa anaendesha matatu akamkuta pale chini, akamwambia sitakuona siku nyingi du, niaje? Akamchukulia 200 yake akampatia. Huyu msichana akampatia 1000. Ati akafika nyumbani akamwambia mama kuja tuende shopping. Akamuuliza aisee umechanganyikiwa? Akamwambia Mungu amenionekania, kama singeenda lunch hour leo hiyo baraka singeipata. Sometimes when you are discouraged, God is preparing you for greatness. I say God is preparing you for greatness. Hakuna hindrance ambayo inaweza kukuzuia. Wakati Farao alitumana, Bwana Yesu asifiwe sana. Let me tell you, the devil will never leave you. You never do what? Ndio Farao aliambia wana wa Israeli, akawaambia enda lakini msifanye nini? Wacha nisimame hapa nini? Alisema enda lakini usifanye nini? Alisema enda lakini usifanye nini? Musa akasema sio kwenda mbali, tunaenda kabisa. Tunaenda? Alisema tunafanya nini? Si ati tunaenda tusiende mbali. And that's what makes people backslide every day. Watu wanashindwa kuanguka kila siku kwa sababu gani? The devil aliwaambia enda na usiende. Kama ni msichana ulipokuwa duniani uko na wanaume kama wanakaa kama inzi, wanakufuata kama 20.
ndakuoa, ndakununulia nyumba, ndakununulia gari, ndakununulia matatu, ndakununulia Voxi, ndakununulia tukutuku, ndakununulia baiskeli, ndakununulia karanga. Mpaka unauliza, unawachagua kama maembe. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Ukiamua kusimama na Mungu mpaka unashangaa, hata ule wakunua, hata kanisani wa ndugu tena wanakuwa kama mapepo. Unanielewa? Lakini hawajaoa, lakini wanakuzunguka kama roundabout. Mpaka unauliza Mungu, what is happening? Mpaka kuna wengine nasema, nilipokuwa kwa dunia mimi mambo ilikuwa vizuri, nilipoingia kanisa mambo yangu ikaharibika. Si ati mambo inaharibika, Mungu anakuandaa. Sema Mungu anakuandaa. Sema God is preparing my life. I say God is preparing my life. People don't like preparation. Sema preparation. Walipotoka wakafika, yule sema walipofika bahari ya Shamu. Sema bahari ya Shamu. Sio Shamu peke yake. The Bible says walipofika Farao akatumana. Farao akafanya nini? Let me tell you, even the people who have come from devil worship, wale walikuwa naabudu mashetani, mtu alikuwa na magari, mtu alikuwa na vitu vikubwa, mtu alikuwa na kila kitu. Anafika, akishaokoka, anafikiria atakuwa the same. No, you cannot be the same. Lazima uondolewe sana hiyo kutu, mpaka Mungu akufundishe umtegemee peke yako. Kuna mama alikuwa kwa hapo Nkoba, ndio alituambia juzi, ni Mkristo. Tulikuwa na jana na mama tukitoka hapa church. Akasema alifika usiku saa 6 saa 7. Mtoto wake akagonjeka vibaya. Sasa simu yake haikuwa na credit. Akajaribu kununua kwa M-Pesa, ikakataa. Anajaribu kusubiri, anapiga simu ikashindwa. Akasema sasa ndio hiyo, akashika, akaanza kuombea mtoto. Akasema Mungu, sasa mimi nimekuamia uniombee. Akapewa mtoto Panadol, hakupona. Akasema I decided, baada nilikuwa nataka nitafute pesa, either mnipeleke hospitali ama mnisaidie, mimi sijui sasa mtoto because bwanake ako ng'ambo. Sasa she's not around. Nikamwambia Mungu alikuwa anataka ubaki peke yako, ndiye akuchunge peke yako, maana when you are alone God can speak to you. I say when you are alone God can speak to your life. Ukiwa peke yako my brother, Mungu ataongea na wewe, lakini ukiwa katikati ya watu ni ngumu. Bwana siwe sana. Inakuwa ngumu. Now sometimes you get very discouraged. Ndio Mungu akasema, akamwambia Yeremia, when Jeremiah was discouraged. Was what? I said was discouraged. Jeremiah 29:11. Biblia inasema kwamba and God said I have a good plan. I have what? I said a good what? Mungu anasema, hebu kwanza turudi nyuma kidogo. God vile ana discourage mtu. Biblia inasema kwamba Mungu akafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Sio Farao akawa moyo mgumu. Unajua problem, we preach opposite. There are people who say that Farao alikuwa na moyo. Was Farao alikuwa na moyo mgumu ama Mungu ndiye alikuwa anafanya wewe moyo mgumu? Nauliza, Farao ndiye alikuwa na moyo mgumu? Ni nani alifanya? Biblia inasema Mungu akafanya Farao akawa na nini? Baka unaulizaga Mungu, kwa nini unamfanya akue moyo mgumu atusumbue? Afanye? Kwa nini unafikiria bwana wako anakuwa muhadi? Kwa nini unafikiria bibi yako anakuwa muhadi? Kwa nini unafikiria boss ni ruthless kwako? Anakutesa mpaka unashangaa. Mpaka ukiingia kwa room unaanza kuomba, maombi inaisha, unafika mpaka mtu anakuona kama ni mchawi wa kienyeji, unasema, Mungu, hata nashindwa, Mungu, niendelee na siendelee. Unapata kutoka nyuma unauliza, endelea dada. Mzee mmoja alikuwa ni boss, alikuwa anambia mfanyikazi wake, anambia huyo Mungu, Bishop Joyce alituambia wakati mwenye house landlord wa kanisa alipokuja akampaza siku moja, amemuongezea rent from 60,000 mpaka 100,000 ya kanisa, hajui mahali pesa itatoka, alishindwa atafanyaje, akachanganyikiwa, akauliza Mungu nitafanyaje? Akasema wakati wa asubuhi morning glory akaanza kuwa naomba, Baba nisaidie, gusa mwenye nyumba, mguze Baba, mguze. Huyo mzee akasikia. Ati mzee akakuja, alipomaliza morning glory akamwambia, wewe ndio una shida nyingi, mimi sitaki uniombee, maombi sitaki, mpesa nataka. Akamwambia live, akamwambia nyinyi ndio mna mashida mingi, na nisisikie siku moja umetaja jina langu ati Mungu anibariki. Wewe unaona kama nimelaaniwa? Unaweza sema ni? Archbishop anasema mpaka leo hiyo nyumba haijawahi msumbua. Let me tell you, what is discouraging you? It is what God is preparing to honor you. I say it is what God is using to honor your life. Usikue discouraged. Maana kuna watu pia they are demonically anointed. Say demonically anointed. Sema tu kwa sauti.
Unasimama hapa, usimame ukue ufanye kazi ya Mungu. Mama moja alikuwa anafanyaga hivyo. There is a lady who was very old. She was 46 years old. Alikuwa anapenda sana shughuli ya Mungu. Akiulizwa kitu chochote vile siku amesimama hapa akasema, nani atatusaidia kuleta pesa ya msumari? Yeye huyo mama alikuwa mchapchap. I'm happy to serve God. Sasa kuna wengine wako na shetani, unakaa na wao hivi wakati unataka kufanya hivyo na unaona huyu. Hiyo ni kanisani, si hata nje. Ni wapi? Wanakuwa wamejawa na mashetani mpaka unakuwa demoralized. What? Mpaka unasema sasa hiyo kanisa kuna watu wanajifanyaga. Huyo mwenye anasema hivyo hatoi, afanye nini? I say afanye nini? Haondoki kanisa, afanye nini? Hata wakati ule watu wanatoa, yani anakuaga hapo na kalamu. Ati ulisema 3000, ametoa 200, 400, 100. Na ndio wale unakutaga every step that we take, every step we do what? They have a list. Na ndio nasemaga there are those ones who are demonically anointed. Demonically what? Anointed. Whatever you do, whether it's bad or good, amen, they will always criticize it. Wanna could discourage. Listen to this. The Bible says the sons of the prophet. Sons of what? I said the sons of what? The sons of prophet walikuwa normal believers like me and you. Walikuwa washirika wa kawaida. Washirika wa kawaida, maandiko nasema wakamwambia Elisha, wakamwambia unafuatafuata mtu ambaye atachukuliwa na Mungu. The Bible says they discouraged Elisha from following they were following. He was following Elijah, but he was not looking. And by the way, let me tell you, Elijah was one of the brutest. Alikuwa pastor mbaya excess. Sema mbaya. Jamani sema mbaya. Mahali baraka yako inatoka usifikire mahali baraka inatoka kuna hatari. Sema kuna hatari. Kama kuna mtu alikudanganya kuna ni mteremko Julius, mteremko ni kwa Saitani. Lazima upigane. Mungu anaambia wana wa Israeli, nimeondoa mataifa makubwa, nimeondoa yote, lakini mengine nimewaacha ili yakufundishe vita. Yakufundishe nini? Kuna watu hapa hata mjui kuomba, lazima uchape kidogo. Gai wa mataina, hata kama sijui kuomba, Mungu anaweza kuja tu. Maiona mahali unaomba kama mtoto mwenye ambaye hajui kitu. Kama hujashikwa sehemu nyeti hujui kuomba, Mungu tu wewe sasa unakuja, hata unaweza nipokelea. Mimi niko wako. Siku zote unajua umekuwa wewe mwenyewe ni wako. Bwana Yesu asifiwe. The sons of the prophet wakamdiscourage nani? Elisha. Sema Elisha. They discouraged him. Be worried. Mungu akagadhabika, akavunjwa moyo. Akavunjwa nini? If men can discourage God, Jack, who are human being not to discourage? Watu wanavunja Mungu moyo, matumaini ulio nayo. Yani kuna unapata unafikiria umekaribia mbinguni, lakini unafika kikongo fulani anageuka anakaa kama ibilisi. Si hata anakuwa kama ibilisi. Mungu anamprepare, anasema, "Hey, I'm preparing you." And do what? I say I'm doing what? Sometimes, let me tell you, sometimes Mungu anakujaga hata anachoma kitu. Na Biblia inasema kwamba wakati Musa anakataa kusikia Mungu ili kwamba aende kuokoa wana wa Israeli, Mungu alichoma kichaka. Alichoma nini? Unafikiria hiyo kichaka ilikuwa nini? Si ndio mahali Musa alikuwa anajiekeleaga, anakaa na relax kidogo. Mungu akaichoma. Aisema alifanya nini? Akachoma. Hata biashara, ukiona biashara haiendi mahali inasekana kwenda, uelewe ya kwamba God sometimes is at war with you. Si akumalize. Si afanye nini? Asikumalize, akubakishie. Sema akubakishie. How to overcome discouragement. Overcome what? I say what? Number one, especially wanawake ndio wako na maroho fulani. Wanawake ndio wana maroho, yani wanaweza shinda hivi wakati unataka kufanya kama ni kudance kwa church. Ukidance, "Ona iwe shangwe, na iwe shangwe." Na huyu na awichi unaweza kuwa na time hata unamgonga tu na kwenda kabisa. Because let me tell you, he
Hiyo ndio ilikuwa roho ilikuwa ndani ya msichana wa Sauli. Biblia inasema msichana wa Saul aliangalia David akasema, how can you dance like this before all these great men, na wewe ni mfalme? David akamwambia, wewe mwanamke hujui mimi vizuri, kama Mungu ambaye aliyenitetea akatoa ufalme katikati kwa baba yako akanipatia, huyo ndio ambaye siwezi kumwaibikia. You can be ashamed for men but not for God. Kuna watu wanajifanyaga ni wako wangwana. Kunaona vile tukianza kuimba hapa church, kuna watu wanajifanya kama wao ndio Mungu ametuma kujibu maombi ya watu hapa. Mwenye akona mapepo ni wewe. Ukianza kuwepo huyu amejazwa wacha nisonge asiniambukize. In fact wewe ndio uko na mapepo extra, because if you cannot be excited, be what? Daudi alishangaa. Let me tell you, leo hivi Steve, wale watu wameshika pesa yako, wale wengine wako leo, isikie mtu ametokea hapa nje amekwambia, Mesorina, this is your check 5 million cash, ile pesa yako nimeshika hapa hivi. Let me tell you my brother, we cannot control you. Sasa umeambiwa Torina and nini umechaguliwa, wewe ndio David president ya Kenya. Sasa hata hii wewe hatuta. Lakini let me tell you, excitement cannot be controlled. Unanielewa? Daudi alishangaa because number one, the Philistines were great men. Were what? Na there were many, walikuwa wengi. Lakini alishangaa Mungu aliyewapatia ushindi, wakachukua sanduku la agano. Sanduku la agano was not just another box. It was the presence of God. The presence of what? Obed-Edomu alipewa hiyo presence ya Mungu 3 months. How many months? I say, shout loudly. How many months? 3 months. Na maandiko inasema 3 months familia yake, nyumba yake na kila kitu kilichokuwa kwake walifanikiwa sana. Daudi was imagining that forever God will be with us. What can you do, my sister Jerusha? Wewe ndio mkubwa. Hey, Mrs. Colette, State House Controller and Director. Na mnaishi hapo chini State House kule chini. Kwa hiyo kiwanja pale ile nyumba next. Jack, will you control your joy? Hii town unatembea unaingia kwa police station, unauliza na wewe usiasi. Wewe unanijua lakini. Hujaiona mtu anakuwa ni watchman ndio commander wa watchman, akiingia kuona wa watchman wale wengine bila anasumbua. Msichana wa Daudi, yani wa Saul, mtoto wa Saul. Biblia inasema alikuwa kwa balcony. Sema kwa balcony. Ai, sema wacha madharau. Wa wapi? Anatembea akamwona Daudi yako pale chini. Ana dance mpaka nguo zinaanguka chini. Ana dance mpaka akamwangalia hivi, akamwangia akamonyera hivi. Sasa wewe mkubwa, mtu kama wewe unaenda hizi makanisa za kupiga kelele. Nini? Wacha ashiko na mashetani. Tulienda kwa Kerema. Huyu mkubwa tajiri, Kerema anaitwa nini? Tycoon, billionaire. Tulienda na apostle huko, my friend. Hiyo tajiri za wengine ingekuwa kama pepo. Mzee wa wenyewe that day tulikuwa tumepata ametobolewa macho haoni. Meno iko hivi. Muriega. Kamwambia sisi sio wa Kikuyu na Muriega. Si hata tujui Muriega ni kitu gani. Tumekuja kudili na mapepo ya waelimu hapa. Tukakuta mzee mwenyewe I say. Mimi sijaiona Jack. Nyumba hiyo Kitisuru area, nyumba ya second floor. Sema second floor. Kuna ground floor, first floor na second floor ndio mzee anakaa. Nyumba I say, unaingia ndani, unasema Jehovah Witness. Nimerelax. Mungu ukuje baada ya 200 years. You know kuna watu wanasema Mungu kuja kesho. Ukiona Mungu ni siku gani unaweza kuja, unitoe kwa shida. Usifikiri mtu akipata kitu kidogo siasema Mungu ukuje tu wakati nimekuita, usikuje saa hii. Huyo mzee alikuwa anaishi vizuri Jack, mpaka unashangaa. Wakati tunaenda Nairobi hospital, alikuwa booked na name inaitwa John Juma.
Tunaingia hapo, polisi from ground floor mpaka up front huko juu kwa room yake. Room imewekwa inaitwa executive ward. Nikasema as long as inaitwa hospitali, maana hakuna harufu, mpaka kuna nje ya balcony unakaa TV. Sasa nikauliza unawekea kibovu TV inakuaga aje? I could not understand how can a blind man see a television kubwa flat. Wacha wewe uko na 14 inch ndio unaona ninakuja charge saa 5. Naona mahubiri na nyimbo. TV ya black and white. Let me tell you. Zingine mimi nasema I want to finish by that. Msichana wa Saul alipotukanana Daudi alikutana nani? Alikutana nani? Alikuwa anataka kumdiska kufanya nini? Kama huyo mama mwenye anasimama kwa mlango karibu na kanisa ameweka duka. Mnaenda kanisa saa hii? Natoka hapo saa hii hata hakuna kitu leo. Presence hakuna. Utaenda na hapo ndio yani mama ni shetani mpaka Mungu. Tena pasta naomba Mungu usiulete moto hata ichome biashara ndio inainuka. Sasa mnajua mko draw. Sasa you know sometimes God can empower the devil until you wonder whether God is existing or is not there. Biblia inasema Daudi alimwangalia msichana wa nani? Alimwangalia msichana wa nani? Yeye alimwambia bada umebahatika kuwa kwa balcony. Kwa wapi? Na umeniona. Akamwambia na unajua one good word David said, may God see you. May God do what? See you. Na Biblia inasema kwamba Mungu akamlaani. Akamwambia never in your life will you conceive. Msichana Bible said the lady died barren. Died what? Hata kama unatumikaga Mungu yani shetani anakutumia ku discourage what? Let me tell you, the judgment of Jehovah will never escape you. Bwana asiwe sana. Kuna watu tu kabisa hawatoi, hawafanyi chochote, hawakuji kanisa, hawafanyi chochote, lakini wako namna na hawaondoki. Hawa ndio wale Yesu alisema wamesimama mlangoni, hawaingii na wala hawaondoki na wala wako ndani tu. Wao ni hata mwingine anasema ni manamba, kuja hii kanisa usikuje, kuja unaona kama unaweza kuja. Let me tell you, you must overcome discouragement. And what? I say what? Paul amehubiri injili, amemaliza. Biblia inasema kwamba kulikuwa na muiba kwa mwili wake. Where? Mungu akamwambia Paul akalia mpaka akafanya intercession. Paul mpaka anafufua watu. Anafanya? Lakini hiyo muiba anamwambia Jehova, sasa ni nini? Mungu anamwambia boss, relax. My grace is what? Please talk to me loudly. My grace is? Kwa nini usiondoe? Why do you make your grace? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let me finish by saying this. God told Joshua after Moses died, akamwambia Joshua, be strong and courageous. Be what? Usivunjwe na moyo. Mimi naambiaga mtu hata kama hujui kufanya kitu, ama kama ufanye Mungu hakutumia wale ambao wako sawa. Mungu alikuja akamchukua Musa ambaye alikuwa stammerer. Aaron was an eloquent speaker. Eloquent what? The man was eloquent. That's why God alimfanya kwamba yeye ni priest, anaweza kuongea kwa Farao. Lakini Musa was not eloquent. Lakini Mungu akamuinua, akamwambia I have chosen you among many. Amen. Sometimes si lazima ujue kitu. Bwana asiwe sana. Unaiona watu wenye hawajui kuimba ndio wanakosoa wale wanaimba. Ameimba vibaya. Hata anaimba nini? Upewe nafasi wewe ndio unaimba kama madhokodhani. Mpaka hakuna mtu hata anakusikilizaga. And you are a critic like a devil. Make sure you don't criticize anything. Mzee mmoja alisimama Mombasa, alikuwa anasema pastor hata ajui kuhubiri, hata ajui word vizuri, nataka anipatie nafasi nihubiri. Nikamwambia basi, akapewa nafasi, akaambiwa 45 minutes. Alikula ulimi. Wapendwa, don't be discouraged. Be what? Nehemiah, when he was building the wall, let me close. When he was building what? The wall of what? Jerusalem. Remember the wall of Jerusalem.
I said the wall of what? The Bible says they were Tobiah and an Arab. Tobiah was what? Walikuwa Mwarabu. Walikuwa nini? Waliwachekeri, wakawadharau. Na Nehemiah akasema ya kwamba this time we are prepared. We are what? We are prepared. We are not taking any single discouragement from you. Amen? We are not taking any single what? Usikubali discouragement from men. Stand up on your feet. Simama tu. Kuna kitu kinakudiscourage moyoni mwako, mwambie God, enough is enough. Sema enough is enough. Jamani, sema kwa sauti, enough is enough. Never in my life. Sema never in my life. No man will stand between me and my blessing. Hata kama ni kuimba, ni kucheza, ni kuomba, usiangalie mtu, angalia Mungu aliye juu mbinguni. Asema angalia Mungu aliye juu mbinguni. Ukianza kuomba sio angalie mtu. Wengine wanakaa kama kwanza ukipata mtu wakati unaomba kwa bidii, ukute mtu anakuangalia hivi. I give you as a pastor a permission. Slap that demon. Mwambie shut up. You devil. Na unaenda reka kaka rapaka. Na ukiona amekuangalia sana, mgonge hata mwambie you idiot. Don't joke with me. Umetumwa. Because wewe ndio unajua shida za. Unaweza omba kizungu, God come, God come. Mungu kuja. Mungu akikataa kusikia Kiswahili, akataa kusikia Kizungu, muite hata kilugha. Mwambie okaba ngawa ngai. Mwambie kila lugha. Ni kweli? Watu wakichomekewa ama watu wakiwa katika problem. Have you ever been in a matatu ambayo inajaribu kuingia kwa accident? Uone vile watu wanaongea lugha nyingi nyingi. Maana kuna wakati watu wanaomba, watu wanaimba, watu wanataka kumfanyia Mungu kazi, wengine wanakaaga wako hivi. Sasa na huyu anaenda. Hii kanisa inakaaga na watu. Sasa na huyu amevaa nini? Mbona huyu hajavaa tai? Kwanza si vaa tai Sunday. Najua unataka kunionyesha shati ya nguvu, but no, siku notice. I know it's a serious shirt. Vaa tu kama mzee. Wewe Jack, wacha kuniaibisha. Unajua hii church inajulikana watu wa mamilionea. Sasa mnakutaka tu makapakara. Hakuna mtu atawaibia. Niko serious hapa. Wamama wanajaribu kung'ara. Na vile leo Esther ameng'ara hivi. Umepiga picha? Tuweke kwa Facebook, at least one of our serious millionaires in this church. Baka amematch tu vizuri tu. Sio lazima unavaa kama Christmas tree. Umevaa tu maua ya yellow, red. Baka anasema hii church hata iko ina encourage, lakini seriously. Bwana Yesu asifiwe. Sema the joy of the Lord. Sema the joy of the Lord is my strength. Mkono wa right, sema long life. Sema long life. No discouragement. Sema kwa sauti, no discouragement on my way to long life, good health, in a prosperity. It is my portion. Forever I will stay in the covenant of God. Mkono wa left, sema honor and riches. Sema riches and honor. From today, no man will discourage me. No environment will discourage me. No circumstance will discourage me. Sema long life will be my portion. Honor and riches shall be part of me. Sema I'm a billionaire in the making. Sema kwa sauti, I'm a billionaire in the making. Wacha wale wanasema ati mkiongea juu ya pesa, hata Yesu alipenda watu wako na doo. Sema watu Yesu alipenda wako na doo. Mzee ndugu, unajua pesa iko na madharau yake kiasi. Yesu wakati alipokutana na Bartimayo, alimponya akamwambia, wewe tafuta mahali pa kutembea, utafute watu wa kutoa ushuhuda. Ushuhuda sitaki. Alipokutana na Zakayo ambao ni Kamlesh party, alikuwa anafanya KRA. Alipokutana na commission of KRA, anaitwa Zakayo, alizonyaje? Alimuombea hata toba.
Wewe when you read your Bible vizuri, aliombeaga Zakayo toba. Jack, you have been a Bible reader. Yesu aliombea Zakayo toba? No. Yesu hakumention Zakayo, ndiye alianza hiyo siasa. Hata Yesu mwenyewe was an accomplice of that crime ya corruption. Yesu alinyamaza. Alinyamaza tu akamwambia twende lunch. Yeye alimwambia twende lunch. Twende wapi? Na walipofika lunch, Yesu ulisikia hapo katika conversation ya lunch, Yesu akamwambia sema mimi naja kwako narudisha mali ya watu ya corruption. Aliongea? Jack, wewe ndio anti corruption crusader. Yesu aliongea? Ndio unaona the communists wanasemaga yes, Jesus was a capitalist, but he was not a capitalist. Jesus was a realistic. Umaskini ni kitu mbaya. Umaskini inaleta aibu. Umaskini inasumbua. Umaskini inatesa. Hata kanisa watu kila saa ukionekana unakuja kanisa wanasema Msendubi unaenda church. Ni nini siku hizi shida imekuwa nyingi? Because they know wakati wa kwenda kanisa ni shida imekuwa nini? Inua mkono sema riches and honor. Sema riches and honor. It is my portion. Sema this year 2014 the covenant of God must be real. The God who honors the covenant, let him honor that I am ready to obey every instruction from the altar. I will eat the good of the land. Sema I will eat the good of the land. Inua mkono wa right, sema my right hand, this right hand, long life. Sema long life, good health. It is my portion forever. In Jesus' name. Inua mkono Baba. This week they shall be successful. I pray that every good opportunity, every available opportunity, kila opportunity iliyo nzuri Baba, wale pesa zao zimeshikwa, waliona madeni mahali hapa, wale ambao wengine wamechukuliwa pesa zao, ninaagiza Roho Mtakatifu afanye msako katika nyumba za wengine wale wadogo bao tunao wadai. Ulisema ya kwamba tukiondoka Egypt hivyo ndivyo utatulipa 7 times. Baba, kumbuka watoto wako, wale ambao pia wako na watoto walio mahali hapa, wale ambao wanafanya kazi hawajalipwa, wamefanya kazi, naomba katika jina la Yesu Kristo kila roho ambaye ya kuwanyang'anya na ikataa katika nyumba hii. Kama wamefanya kazi zao, wengine promotion zimekaliwa, ninaitai Baba leo, naidai hiyo promotion, naifungua hiyo milango ya promotion, naitabiri katika jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu wa uzima, leta hiyo promotion, aliyeshika hiyo promotion, kama ni mkubwa ofisini, muondoe ili Bwana uinue yule ambaye atakayewapendelea. Pesa wale waliofanyia kazi katika nyumba hii, naomba ya kwamba watumie, wapate, wanaofanya biashara waletee mateja wazuri, waletee watu wazuri, waletee watu ambao watakaowabariki katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kuwavunja moyo wakati wanafanya kazi kwa bidii hawaoni matokeo, wanafanya biashara kwa bidii hawaoni matokeo, ninatangaza leo ya kwamba wataona matokeo, watakula matunda la jasho lao, watakunda Baba, watakula matunda yale yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo. Na achilia Roho Mtakatifu. I command every person in this house, anybody who's owed money anywhere, I take away the peace of those people. Naondoa amani yao mpaka wawalipe katika jina la Yesu. Kama umefanya kazi na umenyang'anywa, haitawezekana. Kama ni biashara, naita makastoma kutoka kusini, kaskazini na magharibi, naweka mikononi mwako fedha na dhahabu, na kuweka kwamba Mungu akupatie uwezo kama wana wa Israeli, ili kwamba tukijenga tabernacle kuweko na pesa katika mikono yetu katika jina la Yesu Kristo. Hakuna atakaye kuwa maskini katikati yetu, wala hakuna atakaye kuwa kiwete, wala atakaye kuwa baba mvivu, ambaye atakaye kuwa chongo, atakaye kuwa na afya iliyofilisika, lakini wote watakuwa na afya nzuri.
mazuri, wataishi maisha marefu, watafurahia baraka, heshima Baba yote itakuwa juu yao. Asante maana umesikia maombi yetu na jina lako limetukuka. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Mtu aliye katika kanisa, weka mikono yako pamoja, mpige Bwana makofi ya shangwe, vigelegele na ushindi, maana Bwana ameitenda katika jina la Yesu.